Hii ni sanamu ya kiatu iliyovuma sana huko nchini Iraq mnamo mwaka 2009, kwani ni moja ya kiatu kilichotumika kumshambulia Rais George W. Bush akiwa anajibu maswali mbele ya waandishi wa habari akiwa ametembelea nchini Iraq. Lakini kuna stori kubwa sana kabla ya shambulizi hili. Nyuma lilikuwa na sababu kwa nini mwandishi wa habari aliamua kumrushia viatu rais huyu. So tukio lilitokea Disemba 14 mwaka 2008 ndani ya ukumbi mmoja mjini Baghdad. Kamera za dunia nzima zilikuwa zimemwelekea rais wa Marekani George W. Bush. Marekani kipindi hiki ilikuwa tayari imekaa miaka kadhaa ndani ya vita vya Iraq, vita vilivyoacha maelfu ya watu wakiwa wamefariki, wengine yatima, wengine wajane, lakini chuki dhidi ya Marekani ziliongezeka kila siku. Hapa Rais Bush alikuwa amesimama pembeni ya waziri mkuu wa Iraq akijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu hali ya usalama nchini humo. Miongoni mwa waandishi waliokuwepo ukumbini alikuwa ni Muntazir al-Zaidi, mwandishi kutoka kituo cha habari cha Al-Baghdadiya. Kwa miaka mingi alikuwa akiripoti vita vya Iraq na kwa macho yake mwenyewe aliwahi kuona maiti, mabomu, watoto wakilia na familia zikiharibiwa na vita. Ndani yake kulikuwa na hasira ambazo zilikuwa zimejikusanya kwa muda mrefu sana na maswali mengi ambayo hakuwahi kuyapatia majibu kwa wakati ule. Lakini ghafla alisimama kwa nguvu, akavua kiatu chake kisha akakitupa moja kwa moja mbele aliposimama Rais George W. Bush, huku akipaza sauti kwa Kiarabu akisema, hiki ni busu la mwisho kutoka kwa watu wa Iraq. Ukumbi mzima ukaganda. Shukran zero. Shukran. Bush alijikunja kwa haraka na kiatu kikapita pembeni ya kichwa chake. Lakini kabla walinzi hawajamkamata, Zaidi akatoa kiatu chake cha pili na kukirusha tena, huku akisema, hiki ni kwa ajili ya wajane, yatima na wote waliouawa Iraq. Sekunde chache tu tayari historia ikawa imebadilika. Walinzi wakamrukia mwandishi yule mbele ya kamera za dunia nzima. Alivutwa chini, akapigwa na kukokotwa nje ya ukumbi, huku kelele zikisikika kila upande. Lakini video hiyo tayari ilikuwa imesambaa duniani kote. Kwa watu wengi wa Mashariki ya Kati, tukio hilo halikuwa mzaha. Katika tamaduni nyingi za Kiarabu, kumrushia mtu kiatu kwao ni kama tusi kubwa, ishara ya dharau ya kiwango cha juu kabisa. Ndio maana ndani ya saa chache tu Muntazir al-Zaidi aligeuka kuwa shujaa kwa maelfu ya watu waliokuwa wamechoshwa na vita vya Iraq. Kwa mujibu wa historia, maandamano yalianza kwenye baadhi ya maeneo yakitaka mwandishi yule aachiwe huru. Watu walibeba picha zake barabarani kama ishara ya kupinga dhidi ya Marekani. Lakini upande mwingine wa dunia, Marekani na serikali ya Iraq waliliona tukio hilo kama shambulio dhidi ya rais wa Marekani. Mwandishi yule alikamatwa rasmi na kufunguliwa mashtaka ya kumshambulia kiongozi wa kigeni. Mwanzoni akahukumiwa miaka 3 gerezani, ingawa baadaye adhabu yake ikapunguzwa, akaachiliwa mapema baada ya miezi kadhaa. Lakini historia yake haikuishia hapo. Mji wa Tikrit alikozaliwa Saddam Hussein, watu walimuunga mkono zaidi. Waliamua kufanya kitu ambacho dunia hakikutarajia. Wao wakaamua kujenga sanamu kubwa ya kiatu, ndio kiatu kikubwa zaidi cha sanamu ya shaba huko nchini kwao. Msanii wa Iraq Laith Al-Ameri alitengeneza kwa kutumia fiberglass na kopa, kwa baadhi ya watoto yatima wakisaidia kwenye ujenzi wa kiatu hicho. Sanamu hiyo baada ya kukamilika iliwekwa karibu na kituo cha kulelea watoto waliopoteza wazazi wao vitani. Kwa waliounga mkono tukio lile, hicho hakikuwa kiatu tu, kilikuwa ishara ya hasira, maumivu na ya kupinga vita dhidi ya Iraq. Lakini serikali ya Iraq haikukubaliana na sanamu ile. Siku chache baada ya kuzinduliwa kwa sanamu ile, polisi walifika na kuliondoa, wakidai maeneo ya serikali hayawezi kutumika kwa propaganda za kisiasa. Lakini hata hivyo walikwisha chelewa. Video zake zikienea kila mahali, picha kwenye mitandao mbalimbali ilijaa memes, cartoons na hata video games za kumrushia Bush viatu zilisambaa duniani kote. Una maoni gani kuhusu hili? Mimi ni Regina Baltazare.